Mungu awabariki mno. Juma hili tunaongozwa na kichwa kinachosema Mungu hupendezwa na moyo wa toba. Wazo kuu la wiki hii linasema Mungu hupendezwa na moyo wa toba. Ndugu zangu, wazo hili la wiki limeanza kusema kwamba Mungu hupendezwa na moyo wa toba. Mungu ndiye muumba wa kila kitu. Biblia inasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Lakini inaendelea kusema kwamba hupendezwa, maana yake Mungu hufurahia, Mungu anakubali na kuridhika tunapomjia kwa mioyo ya unyenyekevu, kwa mioyo ya toba, kwa mioyo ya kushuka. Mungu anapendezwa. Lakini moyo wa toba ni moyo unaotambua dhambi. Moyo wa toba ni moyo unaotambua dhambi, unaojutia dhambi, unaojutia makosa. Na unapojutia makosa, unapojutia kwamba mimi ni dhambi, unaamua kwenda kwa Mungu sasa, ambaye ni muumbaji wa kila kitu, ambaye ndiye Mungu, ambaye ni yote katika yote. Unaamua kwenda kwake kwa moyo wa unyenyekevu, kwa moyo wa toba, kwa kukubali kwamba mimi ni mkosa, na unatamani kwamba Mungu akusamehe. Na unapoamua kumrudia Mungu kwa imani na utii, ndipo anapokusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hupendezwa na moyo wa toba. Kwa hiyo kila ajaye mbele za Mungu kwa moyo wa unyenyekevu, afikiri kwamba yeye ni mkosaji, afikiri kwamba yeye ni mtenda dhambi, wala hastahili kabisa, Mungu anampokea, kwa sababu umekuja kwa moyo wa unyenyekevu na kukubali ya kwamba wewe ni mkosaji. Na kwa sababu hiyo Mungu anakusamehe, na Biblia inasema yeye ajaye mbele zangu na kuziungama dhambi zake na kuziacha, atamsamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu hupendezwa na moyo wa mtu anayekuja mbele zake kwa toba. Bwana wetu Yesu Kristo tusaidie sana. Katika somo tulilolisoma sasa, tunamwona Zakayo aliyekuwa mkuu wa watoza ushuru. Alikuwa mtoza ushuru na tajiri. Biblia inasema alikuwa tajiri, na huyu alikuwa anatafuta kumwona Yesu, lakini kwa sababu ya umati mkubwa, watu ni wengi, hakufanikiwa kwa muda ule. Akasema, sasa nifanye nini ili niweze kumwona Yesu, ili niweze kukutana na yeye? Akaamua kupanda juu ya mkuyu. Akasema, hapa hii yengo hii Yesu atapita tu hapa, majira tu atakayopita, ninapokuwa juu ya mkuyu lazima ataniona. Na kweli Yesu alipokuwa anapita mahali pale, akamwona Zakayo. Bwana wetu Yesu Kristo atusaidie sana. Yesu Kristo akamwona Zakayo, akamwambia Zakayo, shuka, maana imenipasa leo kushinda nyumbani mwako. Naye Zakayo akashuka, na Biblia inasema Zakayo akamkaribisha Yesu kwa furaha. Bwana asifiwe sana. Akamkaribisha Yesu kwa furaha, lakini jambo lile halikuwafurahisha watu wa umati ule. Wakawa wananung'unika kwamba inakuwaje anasema kwamba anakaa nyumbani mwa mtu ambaye ni mtenda dhambi, mtu ambaye ni mkosaji, mtu ambaye tunamjua kwamba anatoza ushuru hata kiasi kikubwa zaidi ya kile alichopaswa kuchukua. Inakuwaje huyu Yesu leo aseme kwamba anashinda nyumbani mwa mwenye dhambi? Zakayo anaendelea kumwambia, Bwana, nusu ya mali nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya nitarudisha mara 4. Yesu akasema, wokovu umefika nyumbani huyu, maana huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo habari ile Yesu aliposema kwamba wokovu umefika nyumbani humu, lakini pia nitashinda nyumbani humu, watu walinung'unika kwa sababu waliyajua maisha ya Zakayo kwamba Zakayo ni mtenda dhambi. Ndugu zangu, kila mwanadamu katika maisha haya ni mtenda dhambi, wala tusihesabiane tu haki kwamba fulani yeye ni mchawi sana, fulani yeye anafanya hivi sana, kama walivyomhesabia Zakayo kwamba huyu ni mtenda dhambi. Iweje leo Yesu aseme anashinda nyumbani mwake? Ndugu zangu, ninataka niwaambie kwamba hata
wale waliokuwa wanamshutumu Zakayo kwamba ni mtenda dhambi, hata wao walikuwa hawajakamilika, hata wao walikuwa ni watenda dhambi, hata wao walikuwa na mambo yao ya chini ya chini. Maana unaweza ukamwona mtu kama ni mtenda dhambi kwa sababu umemuona, lakini kama ni mchawi unalala usiku na watu hawajakuona, iweje umwambie jirani yako yeye ni mchawi wakati mwenyewe unaona jambo lako la siri? Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo isifike mahali ya kwamba watu wakakatiana tamaa, kama fulani yeye hastahili, kama fulani yeye hafai, kama yeye hastahili katika jambo hilo. Hapana, sisi sote tunastahilishwa kwa neema ya Mungu. Sisi sote tunastahilishwa kwa sababu Mungu wetu yeye ni Mungu mwenye huruma nyingi. Wiki iliyopita tulikuwa na kitu tunasema neema ya Mungu yatosha katika maisha yetu. Ni neema ya Mungu tunayotuomba tunaipeleka. Bwana atusaidie sana. Mungu anawaona watu wake kwa jicho la rehema, na kama angekuwa analihesabu maovu, hata mimi mwinjilisti nisingekuwepo hapa, hata wewe Mkristo mwenzangu usingekuwepo hapa, lakini kwa sababu ya rehema za Mungu ndio maana tuko hapa. Mungu hupendezwa na moyo wa toba. Zakayo alitamani akutane na Yesu, alitamani amuone Yesu, alitamani asikie sauti kutoka kwa Yesu. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe tayari alishajitambua kwamba ni mtenda dhambi, na kwa sababu hiyo nini cha kufanya? Anatamani akutane na Yesu ili afanye toba na Yesu amtangazie msamaha wa dhambi. Ndugu mpaka katika Bwana, ninataka nikwambie, unapotamani kukutana na Yesu ukatubu dhambi zako, ya kale yanapita na yanakuwa mpya. Niwe utamani kwamba Yesu, hapa nilipofika nimechoka na hii dhambi. Haijalishi kwamba wananisema namna gani, haijalishi kwamba wamenizungumza namna gani, lakini nakuja kwako na utazama msalaba ili Bwana upate kunisamehe na Mungu anakusamehe. Mungu nipendeze na moyo wa toba. Wewe mwingine unapokuja kunyenyekea kwake, yeye anakupokea kama baba mwenye huruma, yeye anakupokea kama baba mwenye upendo na anakusamehe. Haleluya kanisa. Ndugu zangu wapendwa, kumtafuta Yesu ndio njia pekee ya kukutana na yeye. Na Biblia inasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtafanyaje? Mtazidishiwa. Zakayo akaanza kumtafuta Mungu. Zakayo akatafuta sana kumuona Yesu, na si kingine, Mkristo, mtu wa Mungu, ushirika huu wa wapi? Ng'ang'ana kumtafuta Mungu kama Zakayo. Haijalishi kwamba wanakusoma kwa namna gani, wewe ng'ang'ana kumuita Mungu, maana anasikia. Hata kama kuna vizuizi kama vya Zakayo, hata kama kuna mkutano watu wengi kama waliokuwepo kwa Zakayo, hata kama kuna mambo mbalimbali yanayokusonga, hayo yasikufanya ukachoka njiani, hayo yasikufanya ukakata tamaa, hayo yasikufanya ukavunjika moyo. Panda juu ya ukuu ili umuone Bwana, panda juu ya ukuu ili umuone Yesu, panda juu ya madhabahu yake ili umuone Bwana. Zakayo akasema, pamoja na mkutano huu mkubwa, pamoja na wakati huu mkubwa, sitachoka. Akasema, ninang'ang'ana, ninapanda juu ya ukuu. Mpendwa Mkristo katika Bwana, haijalishi watu wanakusonga namna gani, haijalishi jamii inakusonga namna gani, ng'ang'ana kupita mbele, ukakutana na Yesu. Bwana Yesu ndiye mwenye majibu ya maswali yako. Bwana Yesu ndiye mwenye neema na baraka kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Zakayo akasema, sitakubali, lazima nimuone Yesu. Bwana asifiwe sana. Ukimkaribisha Yesu kwa furaha moyoni mwako, hautabaki kama ulivyo. Unapomkaribisha Yesu moyoni mwako, hautabaki kama ulivyo. Zakayo hakubaki kama alivyo, pamoja na kwamba alikuwa ni mtenda dhambi, pamoja ni kwamba alikuwa na mambo fulani fulani, lakini alikuwa na shauku na moyo wa furaha wa kumkaribisha Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapomkaribisha Yesu moyoni mwako, unapomkaribisha Yesu katika familia yako, unapomkaribisha Yesu katika ndoa yako, hautabaki kama ulivyo, maana Mungu hupendeza na moyo wa toba. Mungu hupendeza na moyo wa toba. Zakayo aliitwa mwenye dhambi, lakini baada ya kumkaribisha Yesu alibadilishwa jina lake, na Yesu anasema hata huyu ni mwana wa Ibrahimu. Sisi sote ni Wakristo. Sisi sote tunaunganishwa
na Baba mwenye huruma ambaye ni Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo hamna kunyosheana vidole, huyo fulani uko hivyo. Sisi sote ni watenda dhambi na tunahitaji kuhurumiwa. Toba ya kweli inayotoka moyoni humfanya mtu avute kutenda matendo mema. Baada ya kukubali kwamba wewe ni mtenda dhambi, baada ya kukubali kwamba wewe kuna sehemu haujakaa sawa, na unapokuja mbele za Mungu kwa toba ya kweli inayotoka moyoni, inakubadilisha sasa, unakuwa na matunda ya kiroho. Lazima watu watakuona katika upendo unapokuja kwa Bwana na kuziungama dhambi zako. Hata kama ulikuwa ni mtenda dhambi tayari